kutoka Kurasini hadi Ikulu ya Zanzibar. Imeandikwa na kuandaliwa na Ismail Shaaban na kusimuliwa nami Hashim bin Aman. Sehemu ya kwanza: mzaliwa wa mwanga wa busara. Kama mwezi uliozaliwa gizani, mwenye kuja na nuru ya kutuliza machungu ya siku, ndivyo alivyozaliwa kijana aliyejaa utulivu na hekima kabla hata hajaanza kutamka alfabeti. Katika jiji la Dar es Salaam, kando ya bahari yenye mawimbi ya historia, alizaliwa mtoto mwenye sura ya upole na macho ya maono. Huyu si mwingine bali ni Hussein Ali Mwinyi, mtoto wa 7 kati ya watoto 12 wa Mzee Ali Mwinyi, rais wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mama mcha Mungu, jasiri, mpole na mlezi wa kizazi cha maadili. Tarehe 23 Disemba mwaka 1966 si tu tarehe ya kawaida na kuzaliwa mtu, bali ni tarehe ya kuchomoza kwa nuru ya utumishi, utu na uzalendo wa kweli katika familia ya busara na heshima, penye mchanganyiko wa dini, taaluma na siasa safi. Ndipo alipomea huyu kijana wa kipekee. Wakati wazazi wake wakijenga taifa kwa vitendo, Hussein alijengwa kimya kimya kwa maneno ya maadili, nyakati za sala na adabu za Kiafrika. Katika nyumba yao ya Kurasini, watoto walikuwa kama maua ya bustani moja, kila mmoja na rangi yake, lakini Hussein akiwa na harufu ya tofauti, harufu ya utulivu, maono na hadhi kipekee. Hakuwa mtoto wa kupenda fujo wala makelele. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye upendo na kupenda kusikiliza kuliko kuongea. Aliamini katika kujifunza kwa kuangalia na kuchukua busara katika kimya. Wazazi wake hawakumpa urahisi kwa kuwa ni mtoto wa kiongozi. Hapana, la hasha. Walimpa misingi ya kujituma, kujiamini na kumtegemea Mungu. Walimfundisha kuwa jina la familia ni kama kivuli na mafanikio hutegemea jasho la mtu binafsi. Alipofikisha umri wa kwenda shule, alijiunga na shule ya msingi Kurasini, shule iliyokuwa si tu kituo cha masomo, bali chombo cha kulea fikra, nidhamu na uelewa. Hapo ndipo Hussein alipoweka msingi wa maono yake. Alikuwa mwanafunzi wa pekee, si kwa sababu ya jina lake, bali kwa sababu ya tabia yake. Mpole kama upepo wa asubuhi, makini kama fisi anayevizia, na mnyenyekevu kama mchungaji wa kondoo wa Bwana. Marafiki zake walimuona kama mtu wa hekima, walimu wake waliona kipaji kilichofichwa ndani ya utulivu wake. Aliyepita naye darasani alijua kuwa huyu kijana hakukimbilia umaarufu wala sifa, bali alikimbilia maarifa na heshima. Kila aliposoma, alisoma kwa lengo la kujua, si kwa kufaulu tu. Kila alipoandika, maandishi yake yalikuwa na mpangilio wa mtu anayependa utaratibu na uadilifu. Lakini zaidi ya elimu ya vitabuni, Hussein alipata elimu kubwa kutoka nyumbani, elimu ya heshima, elimu ya busara na elimu ya kujitambua. Kila jioni alipokaa meza moja na baba yake, alijifunza kuwa si kila aliyokuwa juu ni wa kujivuna, bali ni wa kuhudumia walio chini. Katika michezo ya utotoni, alipendelea kuwa mwamuzi kuliko mchezaji. Alipenda kutuliza migogoro, kupatanisha wenzake na kusikiliza zaidi ya kubishana. Tabia hizi ambazo wengi huziona ndogo, ndizo zilizoanza kuchuta ramani ya kiongozi mkubwa baadaye. Aliishi maisha ya kawaida yaliyojaa somo la ukweli, kuwa uongozi huanzi unapochaguliwa, bali unaanza unapojua kuwa unapaswa kuwa kielelezo kwa wengine. Hussein alikuwa kioo, si kwa sababu alitaka kuonekana, bali ni kwa sababu ya tabia yake ilimng'aa kama dhahabu chini ya jua. Alikuwa kama mto mdogo ulioelekea baharini, mtulivu lakini wa kina kirefu. Na mto huu ulikuwa unaelekea Ikulu ya Zanzibar, safari ambayo haikuanza kwa bahati, bali kwa msingi, maono na maadili ya kweli. Itaendelea. Katika sehemu ya pili, tutamfuatilia Hussein, kijana alivyoelekea sekondari, elimu ya juu, na jinsi ndoto yake ya utumishi kwa watu ilivyokuwa ikikua polepole kama jua linavyochomoza kwenye ukungu. Mwandishi na mwandaji ni Ismail Shaaban Mayunga, nami msimuliaji wako ni Hashim bin Aman.